Mjamboni tena wandugu wapendwa, mimi nimerudi kwenye kamera hii nikija kuwatangazia ama tena tukija kuzungumza kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Sitawahi kuja kama sina hii product ambayo tunaita Transfer Factor. Hii kampuni hii ndiyo men ama tuseme kitu ambacho walianzia ambayo ndiyo mama wa product zote za kampuni yetu ya 4Life. Nikija hapa siwezi sahau kuja na hii product ama tuseme hii bidhaa zetu, kuambia uzuri wake, kuambia umuhimu wake, kuambia vile inavyotakikana kufanywa ndio tuweze kupata faida katika kampuni hii yetu ya 4Life. Hii kampuni ya 4Life inatuambia ama inatuzungumzia na kutuelezea kuhusu umuhimu wake, kuhusu sababu za kutengeneza hii kampuni ya 4Life. Wakati wowote unapoingia katika kampuni hii ya 4Life, haikubidi tena uite kampuni ya watu wengine. Ni yako wewe mwenyewe binafsi, kwako nyumbani, kazini, mahali ulipo, mahali popote unapotembea. Hii kampuni tangu siku hiyo umeingia katika kampuni hii yetu ya 4Life, inaitwa ni kampuni yako. Usiite ni kampuni ya mtu mwingine. Sasa wandugu wapendwa, nimejaribu ama nimeweza kuwaelezea na nitaendelea na tutazidi tena kuwaambia kuhusu kampuni hii yetu ya 4Life. Leo tunakuja tukiwaambia nguvu za kampuni yetu ya 4Life ziko wapi, ama kuhusu kampuni yetu, umuhimu wake. Ni kusema leo hii tunaposema hivyo, ni lazima ufuatilie video zote ambazo tumeweza kuzungumza ama kutoa hapa kwenye hii channel yetu ya YouTube. Ni muhimu sana, ni ya muhimu wewe kufuatilia video zote ambazo tumetoa na uweze kuzisikiza vizuri kwa makini. Kila siku tutatoa jambo fulani na kuna mengine ambayo tena tutarudia. Tutakuwa tunaendelea tukirudia tukizungumzia. Kesho tunatoka kwa hii, kesho tunaenda kwa nyingine, lakini bado tunarudi ni kwenye mzunguko wa kampuni yetu ya 4Life. Hii kampuni yetu ya 4Life, nguvu zake ama wale wataalamu, wale watu ambao wameweza kutengeneza hii kampuni ni madaktari kutoka Amerika. Kuna shida nyingi ambazo zilitokea katika siku hizi, kama vile niliwaambia juzi. Niliwaambia kwamba vile ulimwengu ama nyakati zinavyoendelea kusonga mbele, ndivyo maisha ya wanadamu huenda inafifia, ikienda ikiisha. Kama mtu alikuwa na miaka zaidi, alikuwa anaendelea anakoma ama anaishi kwa muda wa miaka 150 ama 140, ni vigumu sana kuona mtu ambaye amefikisha miaka 150. Hauwezi tukapata katika ulimwengu huu kwa kisasa. Kwa sababu mtu ambaye amefikisha miaka 120, ulimwengu mzima unajua. Wanaanza kumweka kwa social media, mahali panapo tolewa matangazo na kujulisha watu miujiza ama maajabu ambayo yako katika ulimwengu. Na tukipata mtu wa miaka 120, huyo mtu atajulikana katika ulimwengu mzima. Ndio maana hawa wataalamu, hawa watu ambao wametengeneza kampuni ya 4Life, waliona wakati kunapokucha na kuendelea, shida huwa zinatokea na maisha ya wanadamu yanaendelea kuishia mapema. Tuna sababu nyingi kama vile nilitangulia nikiwaelezea. Kuna hii viwanda ambavyo watu wametengeneza. Viwanda vimetengenezwa kwa wingi. Na hizo viwanda ni za muhimu sana kwa binadamu ama kwetu sisi kama watu.
kwa sababu kama saa hii mimi ninazungumza kwenye hii kamera. Hii video najua kwamba katika masaa machache itazunguka ulimwengu mzima. Kwa dakika moja tu ulimwengu mzima kila mtu atakuwa ameshapata hii video na haya mazungumzo ninayozungumza. Lakini hapo mbeleni ilikuwa ni vigumu sana kuweza kutoa mawazo ama kuzungumza na mtu mwingine asikie akiwa katika upande mwingine, kwa sababu sisi saa hii tunajua hapa Afrika ama hapa Kenya saa hii tuko kama saa hii tuko saa 8 na dakika 10. Ninajua masaa ya Amerika saa 4 asubuhi. Tunajua Australia saa 4 usiku kabisa wa manane. Lakini tukitaka kuzungumza sisi saa hii tutaweza kuungana katika hii mzunguko ambao umetolewa na makampuni. Sasa shida ambayo ilitokea wakati wanapotengeneza hizo mashine za kutengeneza vitu tofauti tofauti, kuna ile moshi ama zile gesi ambazo zinatengenezwa kutoka katika viwandani, na zinapoenda juu zinaharibu hadi ya anga. Tunapopumua tunaanza kupumua zile gesi na si mzuri kwetu, ndio maana watu wakaanza kuharibiwa. Tunajua kwamba katika enzi zilizopita kuna vita ambazo zilitokea katika hizi nchi kubwa kubwa, na wakaweza kurusha mabomu juu na zikaenda zikaharibu watu kama Japanese, na hata sasa hiyo matokeo bado yapo. Kila mtoto anapozaliwa huzaliwa akiwa ameadhirika katika shida za hizo bomu. Kwa nini? Kwa sababu iliingia katika damu na waliweza kuharibu asili ya Wajapanese. Ndio maana utawaona wakiwa tofauti sana na watu wengine. Hizo shida ziliendelea mpaka leo. Kila mtoto anapozaliwa katika Japanese huzaliwa akiwa na hizo shida. Sasa hao wataalamu wakasema tunaweza saidia ulimwengu kivipi? Tunaweza saidia dunia kivipi? Ndio walikaa chini kama madaktari, kama kundi la madaktari, wakaanza kujifunza moja kwa moja. Wakakuta kuna kitu ambacho inaitwa kinga ya mtu ya mwili, ambayo hata madaktari wengine wanajua. Hiyo kila mtu anajua kwamba ukiwa mtu aliye hai ana kinga za mwili ambazo zinamsaidia kuisha ama kuhuisha, kukaa chonjo, kuwa imara, kuwa mtu mwenye iko na nguvu. Ndio wakasema wanaweza kuzifufuaje? Kwa sababu hakuna dawa ama usaidizi wowote ambao unaweza kuzalisha kinga za mwili wa binadamu. Ndio niliwaambia juzi, wakati mtu anapougua ugonjwa wa kansa, kuliko wakusaidie uweze kuwa na mwili ambao uko na nguvu, wanaanza kuuharibu. Kuna vitu ambavyo wanatuambia huwa wanachoma misuli ya mwili wa mtu, inachomeka na mwisho inakatwa hiyo mkono ama mguu ama mahali popote, hata kama ni kichwani wanajaribu kuchoma. Ndio maana utakuta mtu anazo sura mbili katika wakati mmoja. Kwa nini? Kwa sababu aliingizwa kwenye mashine na ikajaribu kuchoma ndio iweze kuharibu hiyo virus ambayo inaitwa kansa, lakini mwisho walishindwa. Sasa hii kampuni yetu ikasema tutafanya nini? Ndio walianza kufanya utafiti na kuanza kuangalia ni vipi wanaweza kufanya. Lakini sasa acha tuseme kwanza kwa machache yale ambayo tumeandika hapa. Tunayowaambia inasema nguvu zako ziko mkononi mwako. Nguvu zako ziko katika mkononi mwako. Wewe mwenyewe ndiyo uko na nguvu za maisha yako. Nguvu zako mkononi mwako. Hapa ukiwa katika kampuni ya 4Life, iko katika mikono yako, si kwa mikono ya mtu mwingine. Wakatuambia labda wakati mwingine ulikuwa na ndoto
za kitu ambacho wewe unastahili ama unataka, unatamani kuwacho. Kile ambacho wewe utakuwa, ulikuwa na hiyo ndoto. Kila mtu tunajua akiwa hapa duniani anaanza kutamani, ni heri ningekuwa hivi. Kuna wale ambao wanatamani kuwa president, wengine wanatamani kuwa magavana, wengine wanatamani kuwa minister, wengine wanatamani kuwa madaktari na vitu vinginevyo. Hizo cheo zote wewe wakati wote huwa na ndoto ndani mwako, lakini hawa wanatuambia hizo ndoto zote ambazo wewe ulikuwa nazo ziko katika mikononi mwako. Kwa sababu ukizungumza, ukitembea, unapofikiria jinsi ya kutimiza hizo ndoto zako, lazima ziko katika mkononi mwako. Hapa anatuambia ama tumesema, umekuwa ukitamani sana kufikia zamani hapo nyumani. Wakati ulipokuwa hapo nyuma, kuna vitu ambavyo ulifikiria na ukatamani kuweza kufikia, lakini kaonekana kama ni nguvu ama ni ngumu. Inakubidi utumie nguvu sana kwa kitu ambacho ni ngumu kwako wewe kuweza kufikia. Na uliweza kutamani ama ulipata hizo ndoto, lakini hapo ukaona ni vigumu sana kufikia katika hizo ndoto zako. Lakini sasa mambo yamebadilika. Hapa tunasema mambo yamebadilika sasa, lakini tusikisema hivyo si ati ukikaa kwa nyumba tu peke yake bila kufanya kazi kama hii ninayoifanya unafikiria labda itakuwa ni rahisi. Ni mambo, tunasema mambo yamebadilika. Yamebadilika. Hapo awali walijaribu, lakini haikuwezekana. Ilikuwa ni manufaa kwa watu wachache ambao walikuwa wanapata chochote wanachotaka, ndio walikuwa wananufaika katika kampuni hii yetu ya 4Life, ama mahali pengine vitu vyote ambavyo mnajaribu kufanya. Sasa kwa leo sasa, lakini kwa leo tunaweza fikia juu, sisi wote tunaweza fika juu ya kila kitu ambacho tunatamani kufikia. Mtaniwia radhi, ubao wangu huwa unatingika, lakini tutajaribu kuzungumza vile iwezekanavyo. Kwa sasa ni tofauti sana na wale ambao walikuwa pekee ndio walikuwa wanapata faida. Walikuwa wanafika katika faida za hii biashara, sababu ni watu tu walikuwa wanatumia pesa zao ndio waweze kuifikia na kuweza kunufaika na hii kampuni. Hii kampuni yetu. Hii kampuni yetu, watu ambao walikuwa na pesa tu peke yake ndio walikuwa wanapata usaidizi ama faida kutoka katika hii kampuni yetu ya 4Life. Lakini sasa tunasema leo, lakini sasa leo tunasema kwamba yawezekana yote. Ni wewe tu ufungue mlango, uongee, uzungumze na uambie watu uzuri ama umuhimu wa kampuni yetu. Ukifungua mdomo ama uanze kuzungumza, hapo utapata faida katika kampuni. Yawezekana yote. Ukisema tu, wakati unaposema kuna ile faida ambazo wewe utapata kutoka katika hii kampuni.
kutoka katika hii kampuni yetu ya 4Life. Tunaendelea sasa ndugu. Ukiwa katika kampuni hii yetu ya 4Life, una nafasi ya kujenga maisha unayoyatamani kuyafikia. Ukiwa katika kampuni hii yetu ya 4Life, una nafasi, wakati ndio huu, wakati ulio bora sana, wakati ambao ni mzuri, ile kitu ambacho tunaita nzuri sana kuweza kufikia kwa maisha yale ambayo wewe unayo yatamani. Hapa tunaenda kwa kipengele kingine ambayo tunaita 4Life ni nini. Lakini nimezungumzia hiyo na nimeweza kuambia kwamba hii kampuni ni utafiti unao msingi kwa madaktari ambao waliungana pamoja kuweza kutafuta jinsi ya kuinua kinga za mwili. Hapa inasema ni kampuni ya mfumo wa kinga ya mwili. Ni kampuni ya mfumo wa kinga ya mwili kwa zaidi wa miaka 20. Kwa sasa tunasema iko zaidi ya miaka 20 kama imetengenezwa, ama wakati wamefikiria kutengeneza hii kampuni ya 4Life. Zingine huwa zinakuja zinamaliza miezi ama miaka. Kuna zile ambazo zinaweza kujaribu zinaenda kama miaka 3 ama miaka 4 5 na mwishowe zinapotea. Lakini hii kampuni ya 4Life kwa sasa ambayo tunazungumzia imekuwa na miaka 20 ikiwa imetengenezwa. Miaka 20 ikiwa imeundwa hii kampuni ya 4Life. Hii kampuni yetu ya 4Life kwa sasa iko na miaka 20, lakini mimi tangu nijua hii kampuni ya 4Life, lakini sisemi kama nimeanza kufanya kazi ndani ya 4Life kwa hiyo miaka yote, na muda ambao nilijua, nikasoma, nikajifunza, nikajua mengi kuhusu kampuni ya 4Life tangu ilikuwa mwaka wa 2007 ndio nilijua hii kampuni ya 4Life. Lakini kwa sababu ya upuuzi, kuna wengi ambao wataona hii video ama watasikiza hii mazungumzo ninayozungumza, lakini hawatachukua uamuzi na kuchukua hatua ya kuingia katika kampuni yetu ya 4Life. Nao labda watakuja kugundua umuhimu ama kujua mazuri yake baada ya miaka kadhaa. Sijui niseme kama miaka ngapi, hiyo ni wewe mwenyewe utajiwekea, na wakati ambapo utatambua na kuja katika kampuni hii yetu ya 4Life. Wamekuwa wakitengeneza bidhaa bora sana zaidi zinazosaidia. Wamekuwa wakitengeneza bidhaa bora zaidi ambavyo zinasaidia mwili. Zinasaidia mwili kuwa na kinga imara. Kuwa na kinga imara na afya nzuri kabisa. Kuwa na kinga nzuri na afya nzuri sana. Bidhaa ni tofauti. Hizi bidhaa zetu za 4Life ni tofauti na kampuni zingine ama bidhaa zingine. Mimi wakati mwingine ninajua tulikuwa na madawa ambazo zilikuwa zinatengenezwa na mahospitali ama na kampuni fulani ambazo zilikuwa zinatumiwa katika mahospitali. Lakini kwa sasa ukienda hapo chemistry utauliza hiyo dawa na hautawahi kupata. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile yani ule uvumbuzi ambao wanafanya, wanachunguza, wanakuta ndani mwake kuna kitu ambacho kinaweza kudhuru ama kuharibu
maisha yetu. Lakini hii kampuni yetu ya 4Life, hiyo kila mara hii ambayo nimewaambia ndiyo transfer factor, haijawahi kurudia nyuma ama kupatikana ina shida zingine katika miilini mwetu. Hii tangu niijue ama niisomee 2007, hii nilikuwa nikiiona na ni hivyo hivyo ilivyo, haitawahi kubadilika. Ndio maana tunasema ni muhimu sana na ni nzuri kwetu katika maisha mazuri. Bidhaa ni tofauti kabisa. Hizi bidhaa ni tofauti, ziko na ubora wake wa hadi ya juu sana. Uko na ubora wake wa hadi ya juu kwa sababu inainua kinga ama inaunda ndani mwako kinga ambazo zinatakikana kuwa katika mwilini mwako na ziweze kujua ni nini kinachotokea. Kuna magonjwa nyingine ambayo watu huwa wanapata kwa sababu wewe hauna kinga katika mwilini mwako. Ukianza kutembea hivi unakutana na watu ambao anakuambia mimi nikigusa kitu fulani saa hiyo na ugua ama napatwa na magonjwa. Kwa nini? Kwa sababu mwili wako umezoofika, hauna usaidizi wote wa kuweza kujikinga kitu ambacho kimekupata katika saa hiyo. Tunaenda nani ni za kipekee, ni za kipekee na ni za kipekee. Hakuna kampuni inayotengeneza kama zetu. Bidhaa nyingine ni rahisi kupotea ama ni rahisi kuwa na shida nyingine, lakini hizi zetu ni rahisi sana kutumia. Hizi zetu ni rahisi sana ukitumia, hazina madhara yoyote, inakusaidia na ni rahisi sana kubeba pahali popote unapotaka. Unaona hii chupa, hii material hii, hata ukitembea kwa jua haina shida. Ukiangalia hii imetengenezwa vizuri sana. Ukiwa katika hali ya joto haitaweza kuharibu hizi product zetu. Yoyote tu ile ambayo naweza kushika, nitakwambia hii hata ukitembea mahali palipo na joto kiwango gani ama mahali palipo na baridi kiwango gani, hizi huwa na kinga yake ya kuweza kuisaidia kwa njia ya kubeba kila mahali unapotaka popote. Pia tuna mpango mzuri sana wa kulipa, jinsi ya malipo, the life reward plan ni miongoni mwa ubora zaidi wa kampuni hii. Hii ninayoita the life reward plan. Hii ni njia ambayo ya malipo kwa wale watu ambao wameweza kufanya katika hii kampuni yetu ya 4Life. Unalipwa wakati unaponunua bidhaa, una nyongeza nyingine kando ya ile ambayo wewe umeweza kununua. Asanteni. Sasa wandugu wapendwa, naweza kuambia ukiwa katika kampuni hii yetu ya 4Life, unakuwa ni jamii moja, tunakuwa ni familia moja, tunakuwa ni watu ambao tunakuwa ni mwili moja body, ambayo tukifanya kazi hii tunajua tuna shida nyingi ambazo tunakumbana hapa nje, kama vile watu wanavyokuwa na utofauti na hadi ama katika umbadi. Unakuta watu wanazungumza lugha tofauti, unakutana watu hawa ni weupe, wengine ni weusi, wengine ni kala tofauti, lakini na hiyo inatufanya kuwa na utofauti. Lakini katika kampuni hii tunasema ni familia moja. Kwa nini? Kwa sababu tunarudi katika familia ya 4Life.
ujaribu kutengeneza maisha mazuri, tunakuwa tena familia moja. Na hata ukiwa katika Kenya, usijali. Ukiwa ni mzungu, kuja karibuni. Ukiwa ni mweusi kutoka nchi gani, tunasema ni karibuni. Ukiwa wewe uko upande gani, tunasema karibu hapa Kenya katika familia ya For Life. Ukituita na tutakusaidia na tutaweza kufikia kwa kila hadi. Sasa wandugu wapendwa, hii kampuni ya For Life ina pesa nzuri sana. Ina pesa ambazo tunaweza kutengeneza na tunakuwa watu aina tofauti. Hapa tuna plan vile tunatengeneza kundi la For Life. Kwako wewe mwenyewe, hii naweza kuambia. Hii tunaweza kuambia jinsi ya kutengeneza. Mimi hapa nikiwa katika hii plan, naweza kuambia mimi nimeleta watu watatu. Na hao watu watatu wanafanya kama mimi nilivyofanya kuleta wewe na yeye na mwingine. Anakuja hapa, anapewa naye hiyo formula kama yangu. Na anapewa watu, ndio huyu. Yule mmoja naye amepewa watu watatu. Huyu naye pia ndio huyu amepewa watu tatu. Huyu naye ndio huyu amepewa watu tatu. Ama vile wewe unavyowaita, ndivyo huwa wanakuja chini yako. Na kila mtu vile anavyofanya ambao amekuja kupitia wewe. Ikiwa wewe ndio umemuita na kuja katika kampuni hii, kila chochote atakachofanya utalipwa 25% kwa kile kitu chochote ambacho amenunua katika hii kampuni yetu ya For Life. Sasa ukiendelea vile watu ambao umewaita, haitasema kama tu uishi pamoja naye. Wewe unaweza kuandika mtu mwenye yuko Amerika. Tuko na watu huko Amerika. Unaweza kuwaelezea kama tuna kampuni ya For Life iko katika Amerika. Wakati wowote ataenda kwa ofisi, watamuuliza ni nani amekuelezea mambo ya For Life. Ukiita mtu mwenye yuko Russia, naye pia tuna kituo huko katika Russia. Katika ulimwengu tuna nchi 150 ambayo iko na maofisi kubwa kubwa, lakini kuna zile zingine ambazo pia zinafanya kampuni hii, lakini zina ofisi ndogo ndogo. Lakini mahali popote ulipo utasaidika, usijali, kwa sababu siku hizi ulimwengu umekuwa ni kitu moja. Kwa sasa tunazungumza mimi na wewe, sijui mahali wewe ulipo, unapotutazama katika hii video utasaidika. Wandugu wapendwa, niliwaambia wakati wowote tunapozungumza kuhusu hizi bidhaa, hizi product, kumbuka hii ni kinga ambayo umeweka katika mwili wako. Itakusaidia wakati wowote wewe usipojua. Kuna wale ambao wana ugonjwa wa kisukari, wamekuwa na shida tofauti na hata hawawezi kutembea ama kukula chakula kama watu wengine ama kulala kama watu wengine. Wengine unakuta shida ni nyingi ambazo hatuwezi tukazungumza. Sababu kwa nini? Kuna wale ambao hata saa hii biashara zao zimesimama sababu ya kisukari. Hii katika kampuni yetu ya For Life, kubali tu masharti na utege masikio, usikie mawaidha ya watu ambao katika kampuni yetu ya For Life, utasaidika. Wale ambao wana ugonjwa wa kansa pia nao watasaidika. Wale ambao wana ugonjwa wa kifafa, mnajua hiyo, labda wengi sana wanajua ni magonjwa ya wazimu, yani kurukwa na akili. Lakini ugonjwa wa kifafa nao hutibiwa. Hakuna ugonjwa ambao hauwezi ukatibiwa, hakuna, kwa sababu sisi tuna nguvu katika mikononi mwetu. Kila kitu tutasaidika. Na wale ambao wamepooza mwili wao, wale wana shida za kuweza kufikiria, anasahau wakati wowote, nguvu ndio hiyo hakuna, mifupa hakuna, kubeba mzigo ama vitu ambayo ulikuwa ujaribu kufanya inakuwa ni vigumu kwako. Ukija katika kampuni yetu ya For Life,
unakuwa ni member ama familia katika hii kampuni. Kampuni na kujali unalipwa na watu ambao wako Amerika. Na sisi wote tunajua ukiwa Amerika mambo kwisha. Vitu vyote vimekuwa ni sawa. Wandugu, watu ambao mimi siwajui, lakini ukija katika kampuni hii nitajua wewe ni familia yangu, nitajua wewe ni mkono wangu. Mimi ninayezungumza nanyi, mimi naitwa Caleb Muvugizi. Namba yangu ni 0721999298. Hapo katika namba yangu utanipata. Ukinicall nipigia, tutazungumza. Kwa WhatsApp utanipata, kwa Telegram. Hata ukipiga kwa Telegram na ni rahisi sana, utaweza kunipata. Na ukiniandikia tutaweza kujadiliana na nitaweza kukupa mashauri mahali popote ulipo. Tutaweza kuzungumza hata tukiwa watu 100. Najua ni rahisi sana. Ukiwa wewe unataka kuzungumza, kuuliza maswali, uko tayari na unaruhusiwa kuuliza chochote ambacho wewe haujawahi kuelewa katika kampuni yetu ya For Life. Asanteni, karibuni.